tukiangalia hapa sisi, mimi nilipokuwa huko zamani, kuna mradi wa Ras El Hema, kuna wenzangu wanafahamu, visima 50 tumechimba sisi hapa Pemba 18, hapa 22. Lakini miradi yule hata sijui umeishia vipi. Ras El Hema matenki makubwa yalichimbwa na maji yakawa, tunategemea kuwa mradi wa Ras El Hema utatusaidia, lakini mradi nao umekwisha, hata umekwenda wapi? Kwa hivyo tuangalie hii miradi tunaoifanya mwisho wake inaishia wapi. Mradi wa Ras El Hema ni mzuri na visima vingi vilichimbwa, wenzangu wanakumbuka kwa baraza hili tulikuwa tunauhangaikia sana mradi ule. Kwa hivyo umeishia sehemu fulani. Kwa hivyo bado tuangalie hata mradi wa Exim Bank dola milioni 92, mkopo huu, mkopo nafuu. Sasa tuangalie, usije kuwa na mradi huu tunafanya halafu kesho mradi huu nao ukaisha, tafuta mradi mwingine. Huu mradi ni mkubwa sana, na mimi nilikuwa mjumbe wa kamati hapa, naweza kusema na ufahamu nzuri. Kuna matenki makubwa katika Afrika, si namba 2 kwa matenki tulochimba hapa katika kuhifadhi maji, ni makubwa sana mno. Hakuna sababu mheshimiwa mwenyekiti kukosa maji Zanzibar, hakuna sababu, kwa sababu ni miradi tuliyofanya ya mkakati. Nchi nyingi wanashindwa kufanya miradi. Dola milioni 92 sio maji, sio fedha kidogo. Na niseme tuna uhakika sasa, mheshimiwa waziri tunapokuja, nafikiri utatuambia changamoto ndogo ndogo zipo, lakini kwa nini, au kuna utendaji gani, kuna makosa yanafanyika pahali fulani. Juzi nimeona kwenye mitandao, Mheshimiwa Rais nampongeza sana, natamani kulia kwa ajili ya Mheshimiwa Rais anapofanya kazi, anapoumia. Alisema visima hivi viwekwe ulinzi, wekwe vikosi walinde. Kuna watu wanafanya hujuma kwenye visima vyetu, wanaiba pampu, wanaiba waya, wanaiba vya umeme. Akasema vikosi walinde. Na mimi siku moja Pemba alisema kisima hichi kimechimbwa, hakina hata fensi, hakina uzio. Hebu tuangalieni, watafanya hujuma watu. Leo tunaona hujuma zinafanyika, wananchi wanakosa maji, jambo dogo tu, inaibiwa pampu, maji haendi, maji hapatikani, au umeme unaibiwa waya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kasema vikosi walinda, na mimi nasema tuongezwe vikosi hawa, tusaidie kulinda vyanzio vya maji, na viko visima vingi tumechimba sasa, skimu nyingi sana. Kwa hivyo tuangalie kuvilinda, kuvienzi visima hivi, tukisema tuviachie. Kuna watu hawana nia njema na nchi hii, wakose maji watu wao wanafurahi, lakini Mwenyezi Mungu atawalipa watu kama hao, kwa sababu maji ni uhai wa kila mtu. Kwa hivyo bado tuangalie kuweka ulinzi mzuri katika visima vyetu Unguja na Pemba, hasa hivi vya Exim Bank. Dola milioni 92 ni fedha nyingi sana, sio pesa kidogo. Mheshimiwa, mimi nije katika jimbo langu, nimesema Mheshimiwa Waziri unafanya kazi nzuri kwa kweli, naweza kubisha fanya kazi na wewe kwenye kamati ya mawasiliano ulipokuwa naibu waziri. Nimekuona utendaji wako uko tofauti kabisa. Kwanza unashirikiana na kamati vizuri, huifichi kitu, unaiambia kila kitu kamati. Hiyo nakupongeza kwa dhati kabisa, kwa sababu unakwenda kama kwenye ukweli unasema hapa hivi, kama kwenye uongo unasema. Kwa kweli nakushukuru na kupongeza kwa ujasiri wako na umakini wako mkubwa huu. Lakini mimi kwa jimbo langu naweza kusema, kwa sasa nimetumwa na wananchi hapa kuja kusema, mimi sija mwenyewe, nimekuja kwa niaba wananchi wa jimbo la Mtoni kuja kunituma nije kuwasemea. Kuna maeneo mawili changamoto kubwa ya maji, na wananisikia sasa hivi wapo, na wao waniandikia kabisa, unapokwenda sema. Naomba wizara hii jamani, maeneo mawili maji hamna kabisa. Eneo moja kule kwa Mkapo, ukipita Mkapa Road. Yaendaye kumalizia mheshimiwa. Dakika 2 mheshimiwa, namalizia. Ukienda pale Mkapo kila njia yenyewe pale Kijundu, ambayo njia unakutana na jimbo la Mwera, maji hamna kabisa kule, na bomba la mradi lilipita kule, maji mengi yapita kule ya kwenda mjini. Kwa hiyo mimi niombe, na eneo jingine pale kwa Mchaga juu unapandisha Mwanyanya, maji pia shida. Maeneo mengine alhamdulillah yanatoka, tushukuru. Mnyonge, lakini haki yao wapeni. Kwa hiyo nashukuru. Lakini mheshimiwa, mimi nimalizie hapa katika swala zima la ZECO. Hawa ndugu zetu wanafanya kazi kubwa, lakini naomba sana, nimesema maji ni huduma, tulipie. Sasa hivi zao wanadaiwa karibu bilioni 30 katika madeni yao, na wadaiwa sugu toka zamani, zao ni wadaiwa sugu. Kwa hivyo mimi niombe sana haya madeni waweze kulipa, na ndugu zetu kiona hawa kama hawalipwi na wao na hawawezi kulipa. Kwa hivyo hilo jambo la kushukuru sana, na tuombe wananchi wote tuwe wamoja katika swali la maji, ni jambo muhimu sana. Mheshimiwa, mimi naunga mkono 100% na